tupunguze gharama ya Rais William Ruto alishambuliwa kwa kurushiwa kiatu na mtu mmoja wakati akihutubia mkutano wa hadhara mjini Kehancha, kaunti ya Migori. Tupunguze gharama. Ngojea. Tulisema tupunguze gharama ya mbolea. Kweli ama si kweli? Tulisema tupunguze gharama ya mbolea. Hata hivyo, rais alionyesha ustahimilivu na aliendelea na hotuba yake bila kuonyesha hasira. Baada ya tukio hilo, maafisa usalama walimkamata mtuhumiwa na kumchukua kwa mahojiano. Tunataka wananchi wapate haki yao ya maendeleo ya barabara na stima na maji na biashara ili tuweze kubadilisha Kenya yetu. Ziara ya Rais Ruto katika kaunti ya Migori ilikuwa sehemu ya ziara yake ya siku ya 4 katika eneo la Nyanza, akizundua miradi ya maendeleo katika kaunti ya Kisumu, Homa Bay, Siaya na Migori. Katika Kehancha, alizundua barabara ya Kehancha Lolgorian yenye thamani ya shilingi bilioni 2.8 ambayo inalenga kuboresha miundombinu na kukuza uchumi wa eneo hilo. Ya kwamba watu wa Kuria wametupatia mawazo yao, wanasema wanataka kaunti yao, na hiyo itakuwa baadhi ya mambo ambayo lazima tujadiliane kikatiba, tuhakikishe ya kwamba hakuna sehemu ya Kenya inabaguliwa na hakuna sehemu ya Kenya inawachwa nyuma, ili tuweze kutembea kwa pamoja. Ziara hii pia ililenga kuimarisha ushirikiano kati ya Rais Ruto na viongozi wa eneo hilo, ikiwa ni pamoja na Gavana Ochilo Ayako wa Migori ambaye alikuwepo kwenye hafla hiyo. Tulisema kwanza tupunguze gharama. Ngojea. Kurushiwa kiatu Rais Ruto limezua mjadala miongoni mwa Wakenya, wakati baadhi wanadhani kuwa ni ishara ya kutoridhika na utawala wake. Wengine wanachukulia tukio hilo kama tendo la kisasa linalolenga kumdhalilisha. Na ripoti kutoka mji wa Thika, kaunti ya Kiambu, jina langu ni Sara Kadzo.